ni baada ya India kuvurumisha makombora dhidi ya hasimu wake mkuu katika ghasia mbaya zaidi kati ya majirani hao wenye silaha za nuklia. Takriban vifo 34 vimeripotiwa huku Islamabad ikisema kuwa raia wake 26 wameuawa na mashambulizi kutoka India, New Delhi ikiripoti vifo vya watu 8 kutokana na mashambulizi ya Pakistan. Waziri wa ulinzi wa Pakistan Khawaja Mohammad Asif amezungumza na kumshutumu waziri mkuu wa India Narendra Modi kwa kuanzisha mashambulizi hayo, akidai kuwa analenga kuongeza umaarufu wake wa nyumbani, lakini akaahidi kwamba Islamabad itajibu. Msemaji wa wizara ya mambo ya nje wa China Lin Jian amesema nchi hizo mbili zinapaswa kuzingatia amani na utulivu. Tunaziomba India na Pakistan kuchukua hatua kwa maslahi makubwa zaidi ya amani na utulivu, kwa watulivu, kujizuia na kujiepusha kuchukua hatua ambazo zinaweza kuzidisha hali kuwa ngumu zaidi. Tuko tayari kufanya kazi pamoja na jumuiya ya kimataifa ili kuchukua jukumu la kujenga ili kutuliza hali ya sasa. Akizungumza na waandishi wa habari mjini Washington, Rais wa Marekani Donald Trump amesema anatumai kwamba mapigano hayo yatakwisha haraka. Berlin. Kansela mpya wa Ujerumani Friedrich Merz ameelezea wasiwasi wake kuhusu mipango ya Israel kuchukua jukumu la usambazaji wa misaada ya kiutu katika ukanda wa Gaza. Akizungumza na kituo cha televisheni cha ARD, Merz amesema ni lazima iwe wazi kwamba serikali ya Israel itatimiza majukumu yake chini ya sheria ya kimataifa na kwamba misaada ya kibinadamu lazima iwafikie watu wa Gaza kwa wakati. Kansela huyo amesema kwamba waziri wake mpya wa mambo ya nje atafanya ziara Israel mwishoni mwa wiki hii. Huku haya yakijiri, Kansela Merz leo Jumatano anaelekea nchini Ufaransa na baadaye Poland kwa ziara yake ya kwanza inayoashiria kuwa Ujerumani imerejea katika ulingo wa kimataifa licha ya serikali yake kukabiliwa na mwanzo mgumu. Muscat. Marekani na waasi wa Houthi wa nchini Yemen wamesema wamefikia makubaliano ya kusitisha mapigano kwa masharti kwamba waasi hao wataacha kuzilenga meli za biashara kwenye ujia wa kimataifa unaokatisha bahari ya Shamu. Waziri wa mambo ya nje wa Oman Badri Abdul Said amesema majadiliano na mawasiliano ya hivi majuzi na juhudi muhimu zimesababisha kufikiwa kwa makubaliano ya kusitisha mapigano kati ya pande hizo mbili. Saa chache kabla ya tangazo hilo, Rais Donald Trump wa Marekani alisema nchi yake itasitisha kuwashambulia waasi wa Houthi baada ya kundi hilo kuridhia kutozighasi tena meli za mizigo. Kwa karibu wiki 7 zilizopita, Washington imekuwa inafanya mashambulizi makali ndani ya Yemen ambayo yamesababisha vifo vya watu 300. Hata hivyo, viongozi wa Houthi wamesema pamoja na makubaliano hayo na Marekani, kundi hilo halitositisha mashambulizi yake yanayolenga moja kwa moja Israel. Unaendelea kusikiliza taarifa ya habari inayokujia moja kwa moja kutoka hapa mjini Bonn. Vatican City. Makardinali kutoka sehemu mbalimbali duniani wamejumuika katika misa maalum leo Jumatano katika kanisa kuu la Mtakatifu Peter mjini Vatican kabla ya kongamano la kumchagua papa mpya. Misa hiyo inayoongozwa na mkuu wa chuo cha makardinali Giovanni Battista Re kama ibada ya mwisho hadharani kabla ya makardinali hao kushiriki mkutano wa faragha wa kumchagua mrithi wa Papa Francis. Watajifungia kwenye kanisa hilo kwa muda usiojulikana hadi pale mmoja miongoni mwao atakapofanikiwa kupata 2/3 ya kura na kutawazwa rasmi kwa kiongozi mkuu wa kanisa hilo lenye waumini wapatao bilioni 1.4 ulimwenguni kote. Waumini na wafuatiliaji wengine kote duniani watasubiri ishara ya kuchaguliwa kwa papa mpya kupitia moshi utakaotoka kwenye chimney iliyofungwa juu ya kanisa la Sistine. Na hatimaye kandanda. Klabu ya soka ya Inter Milan imejikatia tiketi ya kucheza fainali ya klabu bingwa barani Ulaya baada ya kuvuna ushindi mbele ya vigogo Barcelona katika mechi ya mkondo wa pili wa nusu fainali uliopigwa usiku wa kuamkia leo. Mtanange huo kwenye dimba la San Siro mjini Milan ulikwenda hadi dakika za nyongeza na Inter
ikafanikiwa kuicharaza Barcelona mabao 4-3. Mwisho wa habari za ulimwengu kutoka DW Bonn. DW Dunia Yetu leo mchana. Nam, shukran Saumu Njama kwa habari za ulimwengu. Na sasa tuzitazame ripoti zetu mchana huu. Tutaanza kwa kutazama mzozo ambao unazidi kufukuta kati ya majirani wawili, India na Pakistan. Nini kinachoendelea? Utayapata majibu. Tutaelekea pia Mashariki ya Kati ambapo Israel imeendeleza mashambulizi yake katika ukanda wa Gaza na kuua makumi ya watu. Na hapo baadaye utasikia uchambuzi wa yote yaliyojiri katika mchezo wa nusu fainali ya Ligi Mabingwa Ulaya kati ya Inter Milan dhidi ya Barcelona usiku wa kuamkia leo. Kwa hayo na mengine mengi, usiondoke. Na tuanze uchambuzi wa ripoti zetu mchana huu. India na Pakistan zimerushiana makombora kwenye eneo la mpaka unaozozaniwa na pande hizo mbili wa Kashmir baada ya India kurusha kombora dhidi ya hasimu wake huyo katika mzozo mbaya zaidi kuwahi kushuhudiwa baina ya jirani hao wenye silaha za nyuklia katika kipindi cha miongo miwili iliyopita. Grace Kabogo anaarifu zaidi katika taarifa ifuatayo. Takriban vifo 36 vimeripotiwa. Mkuu wa jeshi la Pakistan amesema leo kuwa raia 26 wameuawa katika mashambulizi ya India na watu wengine 46 wamejeruhiwa. Kwa upande wake, India imesema takriban watu 8 wameuawa kutokana na mashambulizi ya makombora ya Pakistan. Jeshi la India limesema limeshambulia miundombinu inayotumiwa na wanamgambo wa Pakistan na upande wa jimbo la Kashmir unaodhibitiwa na Pakistan. Afisa wa jeshi la India, Kanali Sofia Qureshi, amewaambia waandishi habari kwamba operesheni iliyofanyika leo asubuhi iliyalenga takriban maeneo 9 ambako mashambulizi ya kigaidi dhidi ya India yalipangwa na yalikusudiwa kutoa haki kwa waathiriwa wa mashambulizi ya kigaidi ya Pahalgam. Operation Sindoor 22 April ko Operesheni Sindoor ilianzishwa kuleta haki kwa wahanga wa shambulizi la kigaidi la Aprili 22 huko Pahalgam pamoja na familia zao. Kambi 9 za kigaidi zililengwa na zimeharibiwa kabisa katika operesheni hii. barbad kiya gaya. Waziri Mkuu wa Pakistan Shehbaz Sharif amelaani mashambulizi hayo ya anga na kusema nchi yake inayo haki ya kulipiza kisasi kwa hujuma hizo za India alizozitaja kuwa ni kitendo cha kivita. Sharif pia ameitisha mkutano wa dharura wa kamati ya usalama wa taifa katika mji mkuu Islamabad. Mkutano huo utafanyika leo na utafuatiwa na hotuba kwa taifa. Aidha, kundi lenye itikadi kali za Kiislamu la Jaish-e-Mohammed limesema ndugu 10 wa kiongozi wake Masoud Azhar waliuawa katika shambulizi la India. Katika hatua nyingine, viongozi wa nchi mbalimbali duniani wamezitaka India na Pakistan kujiepusha na kuongezeka kwa mzozo. China imeelezea wasiwasi wake kutokana na mashambulizi ya India nchini Pakistan na imezisihi nchi zote mbili kujizuia. Msemaji wa Wizara ya Mambo ya Nje wa China, Lin Jian, amesema nchi hizo zinapaswa kuitanguliza mbele amani na utulivu na kuepuka kuchukua hatua itakayoifanya hali kuwa ngumu zaidi. Uingereza nayo imesema iko tayari kuzisaidia India na Pakistan kujizuia kuongezeka kwa mvutano. Waziri wa biashara wa Uingereza, Jonathan Reynolds, amesema hayo kufuatia ghasia mbaya zaidi kati ya mahasimu hao wawili. Naye Rais wa Marekani Donald Trump amesema ana matumaini nchi hizo mbili zitaumaliza mzozo wao haraka. Stefan Dujarric, msemaji wa katibu mkuu wa Umoja wa Mataifa Antonio Guterres, amesema kiongozi huyo ana wasiwasi kuhusu operesheni ya kijeshi ya India na amezitaka pande hizo mbili kujiepusha na ghasia zaidi na kwamba ulimwengu hauwezi kumudu kuangalia ghasia za kijeshi kati ya India na Pakistan. Nchi nyingine zilizozitaka India na Pakistan kufanya mazungumzo na kujiepusha na ghasia zaidi ni pamoja na Ufaransa, Ujerumani, Urusi, Uturuki na Umoja wa Falme za Kiarabu. Na shukran Grace Kabogo kwa ripoti hiyo. Na sasa tutazame mzozo mwingine huko Mashariki ya Kati. Mashambulizi mapya ya anga ya Israel yamewaua makumi ya raia wa Palestina katika shule zinazowahifadhi wakimbizi wa ndani Gaza, huku wakosoaji wakilaani mpango wa Israel wa kutaka kudhibiti ugawaji wa misaada ya kibinadamu katika ukanda huo. Wakati huo, Rais wa Marekani Donald Trump ametangaza kusitisha mashambulizi dhidi ya waasi wa Kihuthi nchini Yemen baada ya makubaliano ya kusitisha vita, lakini waasi hao wameapa kuendeleza mashambulizi dhidi ya Israel wakisema wanatetea wa Palestina. Idi Sesanga na taarifa kamili. Mashambulizi ya anga ya Israeli yameua Palestina 13 katika shule iliyokuwa ikihifadhi familia za wakimbizi kaskazini mwa Gaza. Shule hiyo iliyoko Tufa, Gaza City, ililengwa mara mbili. Miongoni mwa waliouawa ni mwandishi wa habari Nur Abdul
akifanya idadi ya waandishi waliouawa na Israeli kufikia 213 tangu kuanza kwa vita. Siku moja kabla, mashambulizi kwenye shule nyingine katikati mwa Gaza yaliua watu 29 wakiwemo wanawake na watoto. Jeshi la Israeli limesema lilikuwa likilenga kituo cha kamandi cha Hamas kilichokuwa ndani ya jengo hilo. Wakati huo huo, operesheni ya kijeshi ya Israeli inaendelea kusini mwa Gaza, hasa katika mji wa Rafa ambapo wanajeshi wanabomoa nyumba na miundombinu. Jeshi la Israeli limedhibiti takriban theluthi moja ya Gaza na kuhamisha maelfu ya watu, wakijenga minara ya ulinzi na vituo vya upelelezi katika maeneo wanayoyaita ya usalama. Waziri Mkuu wa Israeli Benjamin Netanyahu anasema operesheni hiyo huenda ikapanuliwa hadi kudhibiti Gaza nzima, ikiwa ni pamoja na usambazaji wa misaada ya kibinadamu kupitia kampuni binafsi. Israeli imesema inatayarisha eneo jipya la kibinadamu karibu na Rafa ambapo wakimbizi wa ndani watachunguzwa kabla ya kupokea misaada. Hata hivyo, Umoja wa Mataifa na mashirika ya misaada yameonya kuwa mkakati huo unaweza kuzidisha hali mbaya ya kibinadamu. Ofisi ya Umoja wa Mataifa inayoshughulikia misaada ya kibinadamu OCHA imesema mpango huo ni kinyume cha kile kinachohitajika, huku mashirika mengine yakieleza wasiwasi kuhusu ukosefu wa uwazi na ugumu wa kupeleka misaada. Huku hayo yakijiri, Marekani imetangaza makubaliano ya kusitisha vita na waasi wa Kihuthi kwa upatanishi wa Oman. Makubaliano hayo yanalenga kuhakikisha usalama wa meli za kibiashara katika bahari ya Shamu baada ya miezi kadhaa ya mashambulizi ya Wahuthi. Rais wa Marekani Donald Trump alithibitisha kuwa mashambulizi ya anga dhidi ya Yemen yamesitishwa baada ya Wahuthi kusalimu amri kufuatia wiki 7 za mashambulizi ya Marekani. Yeah, we just informed them a little while ago. Ndio, tumewajulisha tu muda mfupi uliopita na mashambulizi yote yamekwisha kusitishwa. Wengine huenda bado hawajapata taarifa hii, lakini hadi sasa tunatarajia kuwa karibu wote wamejulishwa. Tunaamini kwamba mashambulizi yatasitishwa kwa pande zote mbili, na hivyo basi hali inavyokuwa sasa ndiyo hali halisi. And that's pretty much it. But hata hivyo, makubaliano hayo hayahusu Israeli na waasi hao wameapa kuendelea kushambulia taifa hilo kwa mshikamano na Palestina. Kiongozi wa kisiasa wa waasi hao pia aliahidi kwamba mashambulizi dhidi ya Israeli yataendelea na yatazidi kile alichokiita uwezo wa Israeli kuvumilia. DW tunavuma kwa kishindo.